wakati mwingine. Nataka nikwambie wakati ni sasa. Saa ni sasa ya kugeuka, ya kuokolewa na kuwekwa huru mbali na magonjwa yote. Yesu anayapenda maisha yako na yuko tayari kukusamehe, kukuweka huru mbali na vifungo vya magonjwa ya kila namna. Kwa hiyo unahitaji kutenda jambo moja, ni kuamini ule uwezo wa Kristo, ni kuamini ile kazi ya msalaba na kile ambacho Yesu alikuja kukifanya. Kuokolewa sio jambo la Waislamu, sio jambo la dini ya mtu fulani, sio jambo la Wakatoliki wala wanaoitwa walokole au Wapentekosti. Kuokolewa ni jambo la kiungu, ni mpango wa Mungu kwa ajili ya watu wote, na watu hao ni wewe unayesikia sauti hii. Kwa hiyo unaposikia saa hii, Bwana amekusudia kuyageuza maisha yako, kukufanya kuwa mtu mpya. Wakorintho wa pili sura ile ya 5:17 anasema, tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo anageuzwa, anafanyika kuwa kiumbe kipya, ya kale yanapita, sasa yanakuwa mapya. Inawezekana unasema ya kwamba mimi ninafuatiliwa na laana za ukoo. Unabadilishwa, unageuzwa kuwa kiumbe kipya, unawekwa huru mbali na magonjwa, mbali na kila aina ya laana, na unajiweka kwenye mpangilio wa baraka za kiungu juu ya maisha yako. Kwa hiyo kwa dakika hizi chache nitatamani wale wote ambao wanasema, mtumishi wa Mungu, tumelisikia neno hilo na tunatamani kumwamini huyu Yesu Kristo, kumpokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, utafuatisha sala hii, na ninakuhakikishia ya kwamba hata kama kuna wagonjwa, tumeona Bwana akiponya wagonjwa, akiponya watu wenye kansa, akisaidia watu ambao walikuwa ni tasa hawezi kupata watoto. Tumeona Bwana akiwasaidia, akiwaweka huru. Sasa ni zamu yako siku ya leo na wakati huu. Haihitaji uwe mahali maalum ili uweze kuponywa, ili uweze kufunguliwa. Inahitaji tu imani yako na utayari yako ili Bwana aweze kukuponya na kukuokoa sahihi. Wewe ambaye uko tayari Bwana aweze kukuokoa na kuyageuza maisha yako, utafuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kazi ile ya msalaba na kwa kufa kwa ajili yangu. Siku ya leo ninakuamini wewe na kukukiri wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakiri ya kwamba nimeokoka. Amen. Ninakupongeza kwa kuweza kuokoka. Kitu kipya kimetokea kwenye maisha yako. Ile kwamba umeokoka haihitaji ubadilike rangi, kwamba ulikuwa mweusi sasa ukawa mweupe. Kuokolewa ni jambo la kiroho ambalo ni tendo la imani. Sasa umeshakwisha kuokoka. Tuna habari njema kwa ajili ya maisha yako. Kwa dakika hizi chache niambatane na watumishi wa Mungu wengine hapa watakao kusaidia na kukupatia hizo habari njema. Siku ya leo tuna mkesha mkubwa maalum kabisa, mkesha unaoitwa mkesha wa utukufu na neema. Neema ya Mungu inaanza kufunuliwa juu ya maisha yako. Ile neema inayookoa wanadamu wote inaenda kudhihirika kwenye maisha yako. Kama una mgonjwa, una changamoto yoyote ile, karibu kwenye mkesha huu. Njoo kwenye mkesha huu, utaona Bwana akitenda jambo jipya kwenye maisha ya kwako. Neno la Mungu linasema ya kwamba kabla ya mambo yote, ninataka sala na dua vifanyike kwa ajili ya watu wote. Unaenda kuanzaje mwaka wako mpya? Anza na nguvu ya Mungu, anza na uwezo wa Mungu ili uweze kukusaidia na kufanya vitu vipya kwenye maisha yako. Watumishi wa Mungu watakuwa tukugawia vipeperushi vyenye maelekezo. Tunapatikana Goba Mpakani, karibu na shule ya msingi. Kwa watakugawia kipeperushi, tunakukaribisha sana. Lakini ukihitaji kuwasiliana na sisi, namba zipo hapa kwenye kipeperushi, lakini nitakutajia namba zetu pia. Ukihitaji kuwasiliana na sisi na unahitaji msaada wote ule wa kiroho, jambo la msingi la kuzingatia, hakuna kiingilio wala hakuna gharama yoyote ile ya kwamba utahudumiwa kwa vitu vyovyote. Hapana.